Salum Mwalimu atoa kauli na unga mkono SGR na bwawa la Nyerere. Katibu mkuu wa chama cha ukombozi wa umma cha umma, Salum Mwalimu amesema anaunga mkono jitihada zinazofanywa na serikali za kukamilisha miradi ya kimkakati ikiwamo mradi wa SGR na bwawa la Nyerere, lakini hata hivyo amesema sekta nyingine ikiwemo kilimo zinapaswa kupewa kipaumbele zaidi ili kukuza zaidi uchumi. Akiongea kwenye Kefu Talk, Salum Mwalimu amesema hii miradi inaunga mkono, uwezi kukataa mradi wa SGR, utapiga kelele lakini utaingia tu. Hata kwa kificho, kuna mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, ni mradi mzuri sana, sijabeza miradi hiyo, nimeunga mkono. Salum Mwalimu ameendelea kusema kuwa tuna tatizo kubwa la kuona uchumi mpana ambao umewazwa unaaksi maendeleo ili tujulikane kiuchumi na tujikwamue kiuchumi. Mfano, uwekezaji kwenye kilimo ungeweza kufanyika zaidi. Kuongeza uwekezaji kwenye kilimo ungeweza hata kuelekeza 50% ya budget iende kwenye kilimo. Taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye katibu mkuu wa chama cha ukombozi wa umma cha umma, Salum Mwalimu amesema anaunga mkono jitihada zinazofanywa na serikali za kukamilisha miradi ya kimkakati ikiwemo mradi wa SGR na bwawa la Nyerere, lakini hata hivyo amesema sekta nyingine ikiwemo kilimo zinapaswa kupewa kipaumbele zaidi ili kukuza uchumi zaidi. Na hatimaye waziri atoa kauli, mtandao wa X tumeufunga kisa kuna picha na video za ngono. Waziri wa mawasiliano na teknolojia Habari Jerry Silaa amesema wizara hiyo itaendelea kuwalinda Watanzania kusimamia maudhui mbalimbali mtandaoni ikiwemo mitandao ya kijamii kuhakikisha sheria na taratibu za nchi zinafuatwa, ambapo amesema mtandao wa X umefungwa Tanzania kwa kuwa unaruhusu maudhui ya ngono. Akiongea jijini Dar es Salaam kwenye Kefu Talk, Jerry Silaa amesema platform ya X na vitu ambavyo vinaenda kinyume na kanuni, sheria, taratibu na mila na desturi zetu. Wapo watoto wana simu, kazi yetu ni content kwenye simu ya mtoto, sio kwa X tu. Platform yoyote ukienda kinyume tunachukua hatua. X kuna picha za ngono, YouTube haiwezi kuzipata. X kuna ad content za mapenzi ya jinsia moja, kazi yetu kulinda ulaji. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye waziri wa mawasiliano teknolojia ya Habari Jerry Silaa amesema wizara hiyo itaendelea kuwalinda Watanzania kwa kusimamia maudhui mbalimbali mtandaoni ikiwemo mtandao wa kijamii kuhakikisha sheria na taratibu za nchi zinafuatwa, ambapo amesema mtandao wa X umefungwa Tanzania kwa kuwa unaruhusu maudhui ya ngono. Harmonize asema atagombea ubunge Tandahimba mwaka 2025. Mwimbaji star wa Bongo Flava Rajab Abdul Kahali maarufu kama Harmonize ametangaza rasmi dhamira yake ya kwenda kugombea ubunge jimbo la Tandahimba mkoani Mtwara, ambalo ndilo alikozaliwa huko. Kabla ya kuongea na kuthibitisha dhamira yake, Harmonize aliandika maneno yafuatayo kwenye ukurasa wake wa Instagram: Tandahimba member of parliament 2025 inshallah Oktoba, Chama cha Mapinduzi CCM oye. Itakumbuka Oktoba 15 mwaka 2019, Harmonize ambaye kwa sasa anaiti na wimbo mpya wa Best Couple alitajwa na hayati Daktari John Pombe Magufuli, ambaye aliweka wazi kuwa anatamani mwimbaji huyo akagombea ubunge Tandahimba, ingawa wakati huo Harmonize alionekana kutokuwa tayari kugombea kiti cha ubunge. Hayati John Pombe Magufuli anukuliwa akisema, lakini nampongeza sana Harmonize, sijui anatoka jimbo gani. Tandahimba mbunge kule ni nani? Katani? Ningetamani sana Harmonize aende akagombee kule, awe mbunge wa Tandahimba. Akiongea kwa njia ya simu, Harmonize ambaye alizaliwa kijiji cha Chitoli wilayani Tandahimba mkoani Mtwara amesema alichokiandika sasa saa kadhaa zilizopita kuhusu dhamira yake ya kugombea ubunge sio kitu cha utani, bali anatamani na anakwenda kugombea ubunge. Muda ukifika atakwenda kuchukua fomu kupitia Chama cha Mapinduzi CCM ili aombe ridhaa ya chama ili akapambane kugombea kiti hicho cha ubunge Tandahimba. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mwimbaji star wa Bongo Flava Rajab Abdul Kahali maarufu kama Harmonize ametangaza rasmi dhamira yake ya kwenda kugombea ubunge jimbo la Tandahimba mkoani Mtwara, ambako ndiko alikozaliwa. Mwenyekiti wa kijiji aongelea kukamatwa kwa mlindo.
Mwenyekiti wa kijiji cha Majichai wilayani Alumeru mkoani Arusha Masembisa amesema kuwa kijana Joseph Mlindoko ambaye anaunda kundi la mtandaoni la wachokonozi alikamatwa na askari wa jeshi la polisi ambao walianzia kwa kushirikisha uongozi wa kijiji. Mbisa amesema baada ya kumkamata kijana huyo akiwa kwenye gari ndogo akiwa na mtu mwingine aliyetajwa kwa jina la Fundi, walikwenda nyumbani kwake na kufanya uchunguzi pamoja na kuchukua vitu mbalimbali ikiwemo kinasa sauti, kamera, stendi ya kamera, vitabu vyake na kuviandikisha chini ya uongozi wa serikali ya kijiji. Uongozi wa jeshi la polisi Arusha ili kufahamu kukamatwa kwa kijana huyo Joseph Mlindoko pamoja na mwenzake aitwaye Jackson Lubalo Fundi au kupatikana, lakini mmoja wa ndugu wa Joseph aliambia kuwa Jackson na Joseph walishikiliwa katika kituo cha kati jijini Arusha. Ni taarifa kutoka jijini Arusha. Hatimaye mwenyekiti wa kijiji cha Majichai wilayani Alumeru mkoani Arusha Masembisa amesema kuwa kijana Joseph Mlindoko ambaye anaunda kundi la mtandaoni la wachokonozi walikamatwa na jeshi la polisi ambao walianzia kwa kushirikisha uongozi wa kijiji. Rais Samia amteua Silo kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika uteuzi aliofanya amemteua mkuu wa zamani wa jeshi la polisi Tanzania Balozi Simon Nyankolo Silo kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma. Balozi Simon Silo ni miongoni mwa wakuu wapya wa mikoa watano ambao wameteuliwa, ambao wengine ni Eli Dennis James aliyeteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mboni Mwita aliyeteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga, Beno Malisa aliyeteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya na Jabiri Makame aliyeteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Songwe. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika uteuzi aliofanya amemteua mkuu wa jeshi la polisi Tanzania Simon Nyankolo Silo kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma. Daktari Mwinyi kulivunja bunge la Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi anatarajiwa kulivunja rasmi Baraza la 10 la Wawakilishi katika hafla maalum itayofanyika katika ukumbi wa Baraza la Wawakilishi Chukwani mkoani mjini Magharibi. Daktari Mwinyi atalihutubia baraza hilo majira ya saa 4 asubuhi, ambapo atatoa muktasari wa mafanikio ya utendaji wa serikali katika kipindi cha miaka 5 ya uongozi wake kabla ya kulivunja rasmi baraza hilo kwa mujibu wa katiba Zanzibar ya mwaka 1984. Ikulu ya Zanzibar imesema tukio hilo ni hatua muhimu ya utaratibu wa kikatiba kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na linatarajiwa kuhudhuriwa na viongozi wa kitaifa wa SMZ na CSMT, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, mabalozi wanaozi kuwakilisha nchi zao, wawakilishi wa taasisi mbalimbali pamoja na wageni waalikwa. Ni taarifa kutoka Zanzibar. Hatimaye Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi anatarajiwa kulivunja rasmi Baraza la 10 la Wawakilishi katika hafla maalum itayofanyika katika ukumbi wa Baraza la Wawakilishi Chukwani mkoani mjini Magharibi. Masanja kuchukua nafasi ya Kadogosa shirika la reli. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua mhandisi Machibia Masanja Kushoto kuwa mkurugenzi mkuu mpya shirika la reli Tanzania TRC, akichukua nafasi ya mhandisi Masanja Kadogosa. Kabla ya uteuzi wa Machibia alikuwa naibu mkurugenzi mkuu miundombinu katika shirika la reli Tanzania TRC. Taarifa iliyotolewa na kurugenzi mawasiliano ya Ikulu haijaeleza taarifa zaidi kumhusu Masanja Kadogosa, lakini hata hivyo taarifa hizi ni mabadiliko ya viongozi mbalimbali nchini zimekuja ikiwa ni siku chache tangu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alipowataka viongozi wanaotaka kwenda kugombea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 waandike barua na kuachia nafasi za uongozi wanazoshikilia kwa sasa. Taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua mhandisi Machibia Masanja Kushoto kuwa mkurugenzi mkuu mpya wa shirika la reli Tanzania TRC, akichukua nafasi ya mhandisi Masanja Kadogosa.